katika kuwatengeneza watoto, basi tusiache kuwaombea dua njema watoto wetu. Katika mambo ambayo yanawatengeneza watoto kuwa watoto wema ni kuwaombea. Hakuna dua inomsaidia kijana kama dua ya mzazi wake, kwa sababu dua ya mzazi kwa kijana haina pazia kwa Allah wala haina unafiki. Leo uweze ukamchukua kijana wako ukampelekea ustadhi akamwombea dua, lakini kwa kuwa umemwandalia ustadhi 20,000 ataombewa dua, lakini wataka useme ile dua ya ustadhi, tuseme dhana, tuwazungumzia waki, kuoanisha kati ya dua ya ustadhi na ya mzazi. Ni ipi ambayo yatoka kwenye moyo chini hasa? Mwalimu aweza kaomba kwa sababu kuna pesa, unamletea Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina, kwa sababu unajua kuna 20,000 hapa atakwenda kulogwa na watoto wake. Lakini wewe mzazi ukisema ewe Mwenyezi Mungu, mtoto wangu mjalie kazi njema, wallahi ile inatoka kwenye moyo wako, sio ya kinafiki. Wala waomba vile sio kwa sababu kuna kitu utapewa, wataka kweli mwanao apate mafanikio kweli. Kwa hiyo tusiache kuwaombea watoto wetu dua, bali sisi tumekuwa wasusuwavu wa kuwaombea watoto wetu dua mbaya, hasa wa mama. Mtu aweza kaudhiwa na mwanawe akwambia wewe mbwa wewe punda wewe nguruwe wewe ibilisi wewe. Ile ni dua mbaya umwombea mwanao. Hata kama mmekufanyia kosa gani, usimuite mbwa. Mbwa ana tabia njema. Mbwa ana tabia njema wapi? Maana yake wamjengea dua mbaya. Kama kuna malaika wanaitikia amina, ukitikia amina, mijitoto ndio hiyo inakuwa ya ibilisi, wanakuwa hao wadudu, wanakuwa hao panyarodi. Mijitoto haisikii wala ielewi, kwa sababu saa nyingine sisi wenyewe tuwadhuru watoto wetu kuwaombea dua mbaya. Amekuudhi mtoto wako, muombe Mwenyezi Mungu, mwanangu ulilofanya umeniudhi sana, Allah tabarak wa taala akuongoze, ujue hilo unalofanya kwamba hilo sio zuri kwa Mungu. Mimi mzazi, Allah kuongoze kwenye haki, Allah kuongoze kwenye usawa, ujue mimi ni mzazi wako, nimepata tabu juu yako. Ndio dua njema hiyo. Lakini mtoto amekuuze, mimi najua wewe mtoto ibilisi sana wewe mtoto maluuni sana, umelaaniwa wewe mtoto. Wazidi kumpoteza mtoto. Kwa hiyo tusichoke kuwaombea dua zetu kwa watoto wetu.